Asante sana. Mimi ninaitwa Jacob Wambura na ninamshukuru Mungu kwa kutupa neema hii ya kufungua kituo hichi cha kuwasaidia wapendwa wetu waliopata changamoto ya vilevi kupindukia maarufu kama waraibu. Na sisi tuko hapa Moshono na kituo chetu kinaitwa Teen Challenge World Changers. Teen Challenge World Changers ndivyo tunavyofahamika na ndivyo tunavyopatikana kwa jina hilo. Na msukumo mkubwa ambao ulitufanya tukaanza huduma hii baada ya kuona kwamba changamoto hii inazidi kukua kila itwapo leo, na vijana wengi wanajiingiza kwenye hii shida ya ulevi wa pombe, wengine wanajiingiza kwenye matumizi ya bangi, mirungi, ugoro na madawa ya kulevya ya kujidunga. Kuna wengine wanatumia petroli, wengine wanatumia hundi, wengine na vitu mbalimbali tu ambavyo vinaharibu utendakazi wa kawaida wa binadamu na maakili ya binadamu. Kwa hiyo tumeona jinsi ambavyo serikali yetu inapambana kwa sehemu kubwa jinsi ya kuwasaidia, lakini na sisi tukaona kwamba kuna uhitaji, na baada ya kuona kwamba jambo hili linakuwa, tukaona kwamba kuna uhitaji wa kufanya hii huduma na kuwasaidia wenzetu. Ndugu zetu wanateseka, wanaumia, na sio kwa mapenzi yao. Unakuta kwamba kuna wengine ambao wameingia kwenye hii changamoto ya matumizi ya madawa au mavilevi sio kwa mapenzi yao. Wengine walishawishiwa, ilikuwa ni ushawishi mbaya marafiki, wengine ni hali tu ya kimaisha imewakuta, imewasababisha wao kutumbukia kwenye hili janga, na wanatafuta msaada watu kwamba nitaenda wapi nikasaidike, niachane na hili jambo. Kuna wengine ambao wanatumia, lakini ukizungumza nao wanakwambia kabisa kwamba mimi sitamani kutumia, sitamani kunywa, lakini ninakunywa tu basi, yani ninakunywa basi. Ukiongea nao ukimuuliza kwa nini unatumia, au yeye mwenyewe anakuuliza kwamba vipi ndugu yangu unakunywaga, aseme mimi sinywi bana. Kwa hiyo unaona tu ile kiu ya yeye anatamani kuacha. Kwa hiyo hiyo ni moja ya sababu ambayo ikatufanya sisi tufungue hii huduma hapa. Sisi kwa kweli, kwanza tu kwa kujibu hivyo niseme kwamba hatuko mbali sana na utoaji huduma kama nyumba zingine, kwa sababu hatuko pekee ambao tunatoa hii huduma kwa hapa Arusha. Ziko nyumba zaidi ya 15 hapa. Lakini sisi kwetu sisi tunaamini tu kwamba ni nguvu ya Mungu peke yake ndio ambayo inaweza kumsaidia huyo. Kwa hiyo anakuja hapa, anapata huduma ya kimwili kama kufundishwa, kuna kufundishwa kwa kufanya kazi, kwa sababu hawa watu pia wakiwa wako kwenye matumizi wanakuwa hawana ueledi mzuri sana juu ya kujisimamia wao wenyewe. Kwa hiyo wanafanya kazi, lakini pia wanafundishwa. Kwa mfano hapa tupo darasani na hapo wanajifunza, lakini pia tunaamini kwenye mafundisho ya Mungu, tunaamini kwenye maombi sana. Kwa hiyo kufundishwa ndio fundio atafundishwa, lakini kama Mungu hajaweka mkono hapo, hajaweka uwezo wake wa kuwasaidia kuacha na kuwaondolea ile kiu ambao iko ndani, tutajikuta tu kwamba tunarudi kule kule. Kwa hiyo kwa sisi kwa sehemu kubwa tunaweza tukasema tu kwamba huwa tunamuomba Mungu hata yale mafundisho ambayo kwa tunakuwa tunafundisha ayawekee nguvu, yani ayawekee uvuvio, ile nguvu ingie ndani, wasababishe kuondoa ile kiu ambayo inakuwa inawasukuma wao kurudi kwenye hayo matumizi. Kiukweli tunamshukuru Mungu mpaka sasa. Sisi hatujaanza muda mrefu. Tumeanza hapa mwezi wa 9 mwaka jana 2024, na mpaka sasa hivi tuna vijana 7, na tunamshukuru Mungu kwamba anatupa kibali na anatuaminisha kwenye jamii kwamba tunaweza kuwasaidia watu ambao wamepitia changamoto hiyo. Kwa hiyo tunaona mabadiliko jinsi ambavyo mtu alivyokuja mara ya kwanza, amekuja akiwa mlevi, wengine wamekuja wakiwa wamefungwa kamba, wengine wamekuja hawajitambui, wengine wamekuja na hasira, hawataki kuachilia ama hawataki kukubali changamoto walionayo. Lakini unaona wakiwa wamekaa baada ya muda na wakiwa wamepitia mafunzo na wakiwa wamepitia maombi, unaona taratibu wanaanza kuachilia ile hali ambayo ilikuwa inawasumbua. Wanaanza kurudi kwenye utimamu, wanaanza kutoa ile mizigo waliokuwa nayo, wanaanza kurudi kwenye utimamu na kusema kweli bwana, mimi yale maisha ambayo nilikuwa naishi yalikuwa sio mazuri.
pombe ambazo nilikuwa nakunywa, bangi ambazo nilikuwa natumia, kweli sio nzuri, na ninajiona utofauti nilionao sasa hivi na kipindi cha nyuma. Kuna baadhi ambao wako hapa wana miezi mitatu, wengine wana miezi miwili, na ukikaa nao wanakwambia kabisa kwamba kwa kweli yale maisha ambayo nilikuwa naishi yalikuwa sio mazuri, na nilikuwa natafuta mtu wa kunisaidia kunitoa huko, lakini nilikuwa nakosa. Lakini kwa hii fursa ambayo nimeipata ya kukaa mbali na marafiki, ya kukaa mbali na maeneo yale ambayo yana upatikanaji wa kirahisi wa hivyo vitu, ya kukaa mbali na hivyo vitu vyenyewe, sasa hivi najiona niko vizuri. Nilikuwa siwezi kusevu, lakini sasa hivi najiona kwamba nina uwezo wa kusevu, kwa sababu sasa naweza nikapangilia hela yangu vizuri. Lakini pia sasa hivi ninazingatia kula, ninazingatia kulala kwa wakati, ninazingatia kufanya shughuli zangu kwa wakati. Yaani sasa ninaona umuhimu wa maisha tofauti ya kile kipindi cha nyuma. Huwa tunasema kwamba mtu ukiwa kwenye uraibu ama ukiwa kwenye matumizi, ni kama kipindi hicho unakuwa umevaa miwani ambao unakuwa hauoni uhalisia wa maisha. Lakini ukiwa umewekwa mbali na matumizi, umetengwa na vile vitu ambavyo vinakuharibia akili, ni kama vile unakuwa unafumbuliwa macho alafu unaona uhalisia wa maisha. Kwa hiyo tunaona mabadiliko ya kimwili, lakini pia tunaona mabadiliko ya kiroho. Wengine afya zao zimeanza kurudi tofauti na vile walivyokuwa wamekuja mara ya kwanza, lakini kuna wengine ambao walikuwa hawana hulka ya kwenda kanisani, hawana hulka ya kufanya ibada, hawana hulka ya kuconnect na Muumba wao, lakini sasa hivi tunaona hiyo inaanza kurudi. Yeah. Well, jambo la kwanza ninaloweza kusema ni mtu mwenyewe ajitambue. Ni mtu mwenyewe afikie mahali aseme sasa imetosha. Kama umekuwa ukiambiwa na marafiki, kama umekuwa ukiambiwa na familia, kama umekuwa ukiambiwa na ndugu kwamba bana, haya maisha ambayo unaishi sio mazuri, acha. Na hiyo ni neema, niweze kusema hivyo. Ni kama vile mwana mpotevu aliposema, Biblia inavyosema alipozingatia moyoni mwake. Hiyo point inaitwaga hit the rock bottom. Hicho ndicho inakuitwaga hivyo. Yaani alienda mahali akastuck kiasi kwamba haoni mbele, haoni nyuma, haoni msaada wina yote. Kwa mtu akifikia mahali hapo, basi amefikia hatua ni kwamba sasa tunaweza kumsaidia. Ama akifikia mahali pa kukubali yeye mwenyewe kwamba sasa mimi mahali pa hatua nilipofikia, unajua kuna hatima tatu za mraibu, ambapo ni magereza, jela, ama kifo, ama nyumba ya usafi. Sasa kuangukia kwenye nyumba ya usafi ni neema, lakini wengi waga tunaangukia ama kwenye kifo. Mtu unaweza ukaumwa, unaweza ukapata ajali kutokana na vilevi, ama unaweza ukaangukia jela. Kwa hiyo ikitokea kwamba umeangukia kwenye nyumba za upataji nafuu ambao ni option nzuri zaidi, basi ufanye tu hima ya wewe kubadilika. Lakini pia nitoe rai kwa ndugu zangu, kwa jamii, kwa vijana. Mimi pia ni kijana. Kukaa kwenye utimamu sio ushamba. Kuishi maisha ya bila kutumia vilevi sio ushamba, na sio kupata ile utulivu wa akili unapatikana kwenye pombe ama kwenye ulevi ama kwenye nini. Sio pekee. Kuna njia mbalimbali za kumfanya mtu akae kwenye utimamu wake wa kiakili. Unaweza kukaa na marafiki ambao wana fikra jengefu, mkakaa mkasaidiana, mkashauriana, mkakaa vizuri. Ama unaweza ukaenda kwenye nyumba za ibada, ukatafuta utulivu, Mungu akakusaidia, ukarudi kwenye utulivu. Kuna mambo mbalimbali, lakini pia niombe jamii itoe muda kwa ajili ya hawa watu ambao wana hiyo changamoto. Nikisema hivyo namaanisha kwamba unapomuona mlevi, hakuzaliwa mlevi, hakuzaliwa mvuta bangi, hakuzaliwa mla ugoro, lakini unapompa muda wa kuzungumza naye, alafu akajifunua yale ambayo yako moyoni, kwamba ni nini kimemsababisha yeye akaenda kwenye matumizi, kwa sababu matumizi ni matunda. Kuna usababishi ambacho kilimfanya mtu akaingilia huko. Unapompa muda wa kumsikiliza, akaongea, ukapata namna jinsi ya kumsaidia, tutakuwa tumepunguza kwa sehemu kubwa sana watu ambao wanatumia hivi vilevi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba jamii inayo sehemu ya kuwasaidia hawa watu kwa mazungumzo, ya kuwasaidia hawa watu kuwaita, na kuwasaidia hawa watu kukaa nao na kuzungumza nao, kwa sababu tumejengeka hulka ya kwamba ni watu wa kuwaogopa. Ni kweli ni walevi, ni kweli ni wezi, ni kweli wana ukorofi, lakini
huo ukorofi na huo ulevi na huo wizi na huo nini vinaweza vikamalizwa kwa upendo. Ukimpenda huyu mtu, ukikaa naye ukamsikiliza, anaweza akakufungukia mambo mengi na wewe ukajua ni namna gani unaweza kumsaidia. Sisi tunapatikana Mshono, tuko hapa Mshono, lakini kwa mawasiliano ya simu ni 0715 885868. Kwa jina naitwa Jacob Wambura. Tukiwasiliana kwa namba hizo, au kama mtu una ushauri kwa jinsi ya kuboresha huduma, jinsi ya kuwasaidia vizuri zaidi, ama kama unaweza ukatuita tukaja tukatoa elimu kuhusu hii changamoto, jinsi ambavyo inakuwa kila siku, au kama una mchango unataka kutusapoti, kwa sababu sio kila mtu ambaye waga anakuja hapa ana uwezo. Wengine wako hapa tunawasaidia, sisi tunajitolea kuwasaidia. Kwa hiyo kama una mchango, unafikiri una mchango wa nguo, sukari, chumvi, sabuni, unga, maharage, mchele, nyama, vitu kama hivyo, tunaweza tukawasiliana kwa namba hizo, halafu tukajua jinsi ya kuwasaidia, kwa sababu sisi tuko hapa kwa ajili ya kusaidia jamii. Jina langu mimi naitwa Shalom Asteria John na nimetokea Morogoro, sehemu moja panaitwa Dumila, kama ushawahi kupasikia. Na mimi nilikuwa ni mmoja wa watu ambao wamepatwa na changamoto za utumiaji wa mihadarati. Nilikuwa natumia bangi, sigara hivi, na pombe pia nilikuwa natumia. Na tunasema katika maisha hayo yote nilikuwa nikiishi maisha ambayo kwanza hata jamii yenyewe nilikuwa sina maelewano mazuri na jamii. Kuna maisha fulani hivi mtu ukishakuwa mraibu unayaishi yanakuwa ni tofauti na mwelekeo wa jamii jinsi inavyokuwa inaenda. Kuna maisha yako mwenyewe unaokuwa unaishi kwako mwenyewe yanakuwa ni maisha ambayo ni kwako unaona ni fresh. Huwezi kukaa ukasalimiana na watu, kukaa ukaongea na watu vizuri. Lugha zako zinakuwa ni chafu. Yaani kuna vitu vingi sana mpaka inafika hatua sasa mpaka wazazi wenyewe wanaona huyu mtoto vipi. Kwa hiyo anakuelekeza kuhusu uraibu, alafu wewe unakuja juu hivi. Na kama vile design unamfokea hivi au na nini, hutaki kuelewa, unakataa ukweli. Ni maisha ambayo hayakuwa mazuri. Ila tangu nimefika katika kituo hichi, mpaka sasa unaona tunakaa tunapiga story fresh, tunaongea, kilikuwa ni kitu ambacho siwezi nikakifanya. Yaani tangu nimefika yaani kimenisaidia sana, kwa sababu sasa hivi nina uwezo wa kukaa na jamii fresh. Na pia na mambo yangu mengine yanaweza kuenda fresh, yakakaa sawa kabisa, yaani tofauti na mwanzo. Na pia kituo hichi ni kituo cha kiroho. Kinakusaidia kwa kimwili na kiroho pia. Maana kuna mafundisho ambayo unayapata yanakuwa yanakujenga kimwili na tunajengwa kiroho kwa sababu moja. Kama usipowekewa msingi wa kiroho, kujua kuhusu Mungu, nia ya Mungu kwako, Mungu anataka nini kwako, itakuwa ni nyepesi sana wewe kurudi katika mazingira yale ya mwanzo. Lakini kawaida tunasema binadamu hatukuumbiwa tuwe na exhaust. Ndio, sio unauliza kwa nini mtu anakuwa anatoka moshi, ana engine ndani na pistoni? Hakuna. Unakuta ni shetani amekupotosha. Mpaka unafikia tu wewe binadamu hujatengenezwa na kitu chochote kinachohusiana na kutoa moshi. Ila ni upotoshaji wa shetani. Inafikia hatua tunafanya vitu visivyoeleweka. Zinakuwa moja ni makundi na marafiki ambao tunakuwa nao. Mara nyingi marafiki wanachangia kwa sehemu kubwa sana kutupeleka katika tabia au vitu ambavyo hata tuko navyo. Na wao ninapokuwa na rafiki labda mwizi, nikiendelea kuishi naye lazima na mimi atanifundisha kuwa mwizi. Kwa baadhi ya marafiki ambao nilikuwa nao walikuwa wanavuta na nini, ikanipelekea sasa mpaka na mimi nikaona mbona ni kawaida, mbona ni kitu ambacho wengine wanafanya, nikajaribu kufanya. Nilipojaribu, tunasema uraibu unakuwa una kama kitu kama nguvu fulani, unashindwa kuacha, unashindwa kutoka katika lile tatizo ambalo limeshakupata. Ni arosto
tangu tu utakapoanza arosto ndo zinakupelekea sasa unakuwa unaendelea na hiyo hali, unashindwa kuacha. Kwa ushauri wangu kwa vijana wengine ni kwamba kwanza, kwenye maisha ya uraibu tunapoteza muda, na baada ya uraibu pia unaweza ukaletwa kwenye kituo cha kupata msaada. Kwa wengi sana wakiletwa katika vitu kama hivi wanaona pia wanaendelea kupoteza muda, lakini ni swala ambalo si kweli, kwa sababu kama kweli ni kupoteza muda, umeshapoteza muda mwingi sana kipindi unafanya uraibu, kwa sababu uliutumikia uraibu ukashindwa kutumikia malengo ya maisha yako. Kwa hiyo uraibu unapoteza kwanza malengo, unapoteza vitu vingi sana ambavyo, nguvu kubwa sana ambayo ungehifadhi kufanyia labda mambo yako ya kuendesha maisha yako, inakuwa inapotelea kwenye vilevi. Na katika hilo inabidi sasa mtu amue kuacha, ili kuokoa ile nguvu kubwa ambayo inafanya nini, inapotea na vilevi.